hedhi ni swala la kibiolojia ambalo kina mama wote wanalipitia. Kwa hiyo lingeangaliwa pia kwa uzito wake. Sio kina mama hajitakii kuwa kwenye hedhi, ni vitu ambavyo vinatokea kibiolojia. Sasa serikali inaweza kuangalia kwa uzito huo huo kwamba ziweke pedi ziwe ni sehemu za bidhaa muhimu ili ziweze kutozwa kodi. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu, sisi wote tunatakiwa tuingie kwenye bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo akina mama wanaweza kutumia bima zao za afya kwa wote ili zile waweze kupata pedi badala ya kupata dawa, basi wanaweza kutumia bima kwa ajili ya kuaccess hizo pedi, waweze kumudu siku zao kiutu, lakini pia kwa kujiamini zaidi. Tumeambiwa pia kwenye ripoti kwamba asilimia kubwa sana ya wasichana wanakosa kwenda shule wakiwa kwenye siku zao, lakini kama wakiwa na vifaa vizuri ambavyo vina gharama nafuu au havina gharama kabisa, wanaweza wakajimudu siku zao vizuri na wakaweza kuhudhuria masomo. Kodi ya ongezeko la thamani sio suluhisho pekee, lakini ni moja ya suluhisho la msingi. Kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza pia kuangaliwa kwa namna ambavyo raw material ama zile rasilimali za utengenezaji wa padi sana sana za ndani, achana na zile ambazo zinatoka nje, upatikanaji wake unaweza ukarahisika, especially kwa kushirikiana na kwa mfano cooperatives ambazo zinajua sana na products ambazo zinakuwa zinatengenezwa kutokana na rasilimali za ndani. Kwa ripoti yetu imeangazia namna ambavyo swala la hedhi pia linaweza kutatuliwa kwa kuziweka hizi taulo za kike kama sehemu ya bidhaa za madawa, kama ambavyo kama nchi Tanzania zile essential medicine ama madawa yanapopatikana kutokana kwamba anapata msamaha wa kodi na masuala ya kuangalia namna gani zinaweza zikapatikana kwa urahisi. Hatuna essential medical products ama equipments. Kwa hiyo kama serikali ikiweza kuzichukua zile pedi na kuziweka katika listi ya essential medical products ili ziweze kupata nafuu kama ambazo nafuu inayopatikana kutokana na essential medicine, basi inaweza pia kupunguza gharama ya upatikanaji wa pedi. Kwa hiyo utafiti huu naona utaleta chachu katika juhudi za wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba bidhaa hiyo inapatikana katika bei nafuu na kila Mtanzania, kila msichana wa Kitanzania aweze kuipata bila shida. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wadau wengine. Msichana Initiative imeonyesha juhudi zake, lakini wadau wengine nao tunaomba waunge mkono juhudi za serikali kuhakikisha kwamba kila msichana anaweza kusoma na kufikia ndoto zake bila kikwazo.